Ndugu mtazamaji, karibu sana, natumai una afya njema kabisa. Nipende kukukaribisha tena katika mwendelezo wa masomo haya kutoka hapa Erastobe Food Product na tabibu wako Erasto Lazaro. Kwa siku ya leo ndugu mtazamaji, naenda kuzungumzia watu ambao au group la watu ambao hawatakiwi kabisa kugusa asali. Iwe asali mbichi, iwe imepikwa, asali ya nyuki wadogo, sije asali gani utakiwi kutumia, kwa sababu itakuwa kama triggers, itakuwa kama kichocheo kwa tatizo lako na inaweza ikakudhuru zaidi. Mtu wa kwanza ambaye hatakiwi kutumia asali ni mtoto ambaye yuko chini ya umri wa mwaka mmoja. Mtoto ambaye anatakiwa kutumia asali ni yule ambaye anatakiwa awe na miaka 2 kuendelea. Chini ya hapo inaweza ikapelekea matatizo mengi sana kwa mtoto huyo. Asali ni nzito by nature, ni nzito sana. Unaona, kwa hivyo kwenye mfumo wa upumuaji inaweza ikaleta shida kwa namna moja ama nyingine kwa mtoto kama utampa vibaya. Lakini kingine ni kwamba inabeba bakteria fulani. Asali inaweza kuwa na bakteria ambao wanajulikana kama Clostridium, ambao hawa bakteria wanaweza kapelekea ugonjwa wa botulism kwa watoto wadogo, na hivyo ukaanza kuhangaika. Na kundi la pili ni kwa wale watu wenye matatizo ya ini, ama kama unajua ini lako ni dhaifu. Kama unajua ini lako ni dhaifu ama una shida ya ini, hatupendekezi utumie asali sana kama chakula chako, aidha kwenye chai, kwenye maji ya moto, hapana, ama kwenye dawa zako, kwani inaweza ikachangia tatizo, kwa sababu asali ina sukari nyingi sana, ambapo sukari hii aina ya fructose na glucose ikizidi sana kwenye ini inaweza kapelekea ini kupata shida zaidi. Hivyo kama unajua una shida kwenye ini, weka asali pembeni. Na kundi lingine ni wale watu ambao wanasumbuliwa na acid reflux, acid inayopanda tumboni, yani ile inayounguza umio. Kama una shida hiyo, basi usipendelee sana kutumia asali, kwa sababu asali ina fibers lakini pia ni nzito. Kwa hivyo ina uwezo, kama haijachujwa vizuri, inapofika katika tumbo lako, kwenye kuta za tumbo, inachoma, kwa sababu tayari, na baadhi ya watu wengi unakuta wana vidonda vya tumbo. Kwa hivyo inachoma. Kwa hivyo inatakiwa utumie kwa kufuata ushauri kutoka kwa mtaalamu ama herbalist ambaye anajua akushauri vizuri. Hasa ukitumia asali pale unapokaribia kwenda kulala, inaweza kaleta shida, inaweza kachoma tumbo au kapelekea maumivu kwenye kuta za tumbo na ukajisikia vibaya. Na group lingine ni wale watu wenye uzito mkubwa, obesity. Asali inabeba sukari nyingi, ina kalori nyingi, of course, aina ya glucose na fructose. Kama utazitumia kwa kiasi kikubwa, yani utatumia asali labda mara 4 kwa siku, inaweza ikakuletea shida sana kwa namna moja ama nyingine. Inaweza ikapandisha uzito. Ndiyo, ni nzuri kwa sababu ina virutubisho vingi, ni chakula kizuri sana, ila tumia kwa kiasi ambacho inatakiwa. Unatakiwa utumie angalau vijiko vikubwa 2 tu kwa siku, asubuhi na jioni. Umeona? Lakini sio muda wote unatumia asali, hapana. Unaweza ukashangaa uzito unaongezeka. Group lingine ni kwa wale watu ambao wana ugonjwa wa kisukari, diabetes. Kama una ugonjwa wa kisukari, basi tumia asali kwa kufata ushauri kutoka kwa mtaalamu. Inaweza ikakuletea shida sana, ikakupandishia sukari vibaya mno. Unajua tunasema hivi, mwili hautambui sukari umetoka wapi, aidha kwenye miwa ama matunda. Sukari ni sukari, ila tu zinatofautiana vitu fulani, ama hiyo sukari imeambatanishwa na kitu gani, lakini mwili bado inapokea kama sukari. Asali ina fructose na glucose kwa kiasi kikubwa. Kama utatumia kwa wingi sana, kwa wingi bila utaratibu, basi sukari yako itapanda na inaweza kukuletea matatizo. Hivyo kama una ugonjwa wa sukari, tumia asali kwa kiasi ambacho kinahitajika, na usitumie pasipo ushauri kutoka kwa mtaalamu ama daktari. Group lingine ni kwa wale watu wenye allergy na asali, ani allergy. Kama una allergy na asali, basi weka asali pembeni. Hii allergy inaweza kutokana na pollen ambazo ziko kwenye asali, lakini kwa baadhi ya watu wengine ni nzuri kabisa, lakini kwa baadhi ya watu wengine inaweza ikaleta shida kama kuwashwa, kupumua kwa shida, unapata uvimbe mwilini. Kwa hivyo ni vizuri utumie asali baada ya kupata ushauri au kwa kufuata ushauri kutoka kwa mtaalamu. Hii itakusaidia sana. Na ndugu mtazamaji, nafikiri umeelewa ni watu gani ambao hawatakiwi kutumia asali
Usisahau kusubscribe, kushare na comment ili watu wengine nao waweze kupata elimu hii. Asanteni na tukutane katika video nyingine. Bye bye.